Moja na nitarejelea hilo ni kwamba watu watatu wameripotiwa kupoteza uwezo wa kuona baada ya kubugia pombe haramu eneo la Kangai, Mwea Magharibi katika kaunti ya Kirinyaga. Watu hao wawili walifikishwa katika kituo cha afya cha Kangai baada ya kutoa malalamiko kwamba hawana uwezo wa kuona, iliwabidi wapate usaidizi wa huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kerugoya Level 5. Wakazi wameitaka serikali kukabili uuzaji wa pombe haramu ambayo wanasema ni hatari sana kwa maisha ya wananchi katika maeneo hayo. Kwa hivyo ningeomba watu wa Kangai tushirikiane. Kama kuna mtu yeyote analete pombe mbaya kama yenye ilitudhuru ikatuangamizia watu 17 mwaka uliopita, tushikane wote kama watu wa Kangai tuangamize hiyo pombe. Kisha niombe watu wa Kangai wakati wanaenda kubwagia pombe wawe wamekula. Kitu ya pili, waache kukunywa pombe masaa ambayo haistahili. Sasa tumekuja hapa juu ya watu hawa ili wako hapa saa hii. Na sasa wanasemekana wanakunywa ile pombe halali hii inaitwa Jambo. Na sasa kwa wakati hao sasa wako hapa hospitali. Mwaka uliopita tulisika watu 20 kutoka hapo Kangai. Hii pombe ya Jambo haitupeleki vizuri. Sisi kama vijana wa Gen Z inatuadhiri sana. Kwa sababu moja, kama saa hizi kuna watu wawili wenye wanasemekana huku wameadhiriwa na hii pombe ya Jambo, inatuaffect sana sisi kama vijana wa Gen Z. Kwa sasa mahali tuko inatuumiza sana juu mahali tuko hakutapatikana uzazi wenye tunahitaji siku zijao. Kama zaidi sisi wenyewe tunahitajika tukue, kuna watoto wetu kama tuseme watoto wenye sasa tunahitaji wakue ndio wanatu reflect kwa maisha yetu hapo mbeleni, watakuja wakue hakuna uzazi.